Refresh. Yo, inakuaje Bongo Tanzania? Mimi mchizi kichizi, time hapa niko zangu na Baro. Huyu jamaa tunakumbuka yale mabalaa ambayo aliyofanya kwenye WhatsApp Festival 2024. So bado umeendelea kuwa familia, na leo kwenye Refresh tuna story naye kibao kuweza kuzungumza naye baada ya festival. Imekuaje, maisha mazuri, wanamuita kijana wa mama siku hizi, nini vitu vimeongezeka. Baro, inakuaje? Fresh kama kaa Vizuri, mzuka mwingi bana. Una feel vipi wewe kila sema anapokuwa mama rais wa nchi hii lazima uwepo? Bwana, unajua ukifanya kazi mzuri na yenye viwango ambavyo vinahitajika, huwezi kuachwa sehemu ambapo unahitajika. Kwa hiyo ufanyaji wa kazi ambao utakufanya ufanye vizuri sehemu yote utahitajika ambapo yupo mama. Kwa hiyo kazi nzuri naongea siku zote. Okay. Yes. Hongera sana. Asante sana. Lakini biashara inaendaje? Biashara inakwenda na nashukuru Mungu, wigo umekuwa mkubwa sana. I think baada ya kutoka kwenye festival mafanikio yamekuwa makubwa sana. Kwanza amekuwa rahisi kuwafikia wasanii wote ambao nikitaka kufanya nao kazi. Pili, imekuwa rahisi kwenye hata ufanyaji wangu wa kazi kwa sababu nimeonekana na watu ambao wanaujua muziki, wamefanya muziki na wanajulikana duniani kote, wameni appreciate ninachokifanya. Sasa wewe mdogo nani usiweze kuni appreciate mimi? Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kwangu mimi kwa kila kitu kufanya kwa sababu kutokana na WhatsApp Festival. Okay. Yes. Hivi ilikuwaje mpaka mchongo kawa kwamba Baro anatakiwa ajoin kwenye WhatsApp Festival? Ilikuwa sio rahisi sana kupata msanii wa Singeli kwenye festival kwa miaka ya nyuma pia. Yaani jina la Baro lilivyokaa pale watu wakaanza kuoje, "Wewe nani?" Yaani ilikuwaje, connection ilikuwaje wewe kujoin kwenye WhatsApp Festival mwaka jana? Cha kwanza mimi niseme kwamba nina slogan moja, Power of God. Ya nguvu ya Mungu haiziwiliki kwa kitu chochote kile. Usichokizania wewe kinawezekana kwa Mungu. Mimi mwenyewe nilisurpriseka kwa sababu kama walivyo surpriseka wao, na mimi nilisurpriseka kwa sababu sijui niliweka upande gani, lakini kwamba wasichokitegemea ndio kilikuwa kwa sababu ya Mungu. Yes. Okay. Yeah. Wakati sasa ukifika vitu vinaenda. Power of God, yani ndo slogan yake, ndo yote anakuambia Baro anagalao sasa hivi maisha yanaenda vizuri, anaingiza pesa ndefu, gari kari. Hongera. Kawaida bwana, kawaida ukijitambua na ukiishi maisha ya kutokufuata mkumbo, fuata kipaji chako kinafanya nini na ukakitendea haki, ndio maisha yako hapo kwenye kipaji chako. Yes. Sasa usikijua time hapa Baro ana ngoma yake mpya na ina video tayari inaitwa Zainabu. Moja kati ya kazi ambayo kali sana, yani single fan ambao unaweza ukaa ukatulia. Unajua single sio lazima ukae uisikilize uanze kurukaruka muda wote. Kuna zile single ambazo inabidi ukae kwa utulivu uisikilize story yake. So ukisikiza Zainabu ya Baro utapata vitu fulani hivi, story fulani hivi ya kufikirika, inahuzunisha pia mule ndani. Zainabu mimi nilikutana nao challenge ile mtandaoni kule TikTok. Mwanzo wake ninavyojua nilipofuatilia ulikuwa na perform kwenye show zako zile. Baada ya hapo watu wakachukua kile kipande Zainabu mama kama unajua kuimba vile. So baada ya hapo kikasambaa, watu wakawa wanarudia. So ilikuwa ni kipande cha kwenye show tu. Baada ya hapo kuna na kama ni mchongo, acha nifanye nyimbo kabisa. Ilianzaje kupata, ndio ilipatikana pale? Nataka nijue kwenye show yako, maana wewe sio mtu kutengeneza nyimbo kama unaingia studio kuandika na nini. Mashairi yakija pale ndio na basi nayo, au sio? Yes. Pita tu. Muonyeshe hivyo. Muone bana. Kwa sababu Baro sio mtu ambaye ukaa sana kuandika. Unajua zile kuna time bana jukwani kumekuja kitu kichwani pale umeondoka naye. So Zainabu ndio ilianzia jukwani. Zainabu historia yake ilianzia jukwani na kipindi ni way back sana. Kipindi ambacho nilikuwa naanza muziki na performance, nilikuwa naimba kwenye bars club. So unajua unaweza ukapewa kiasi cha fedha, kaambia bana hapo nataka kuperform masaa 7. Sasa kama ukiwa hauna nyimbo nyingi, it means kwamba utachemka kufika hata hayo masaa 7 kwa sababu utakuwa unaimba nini, utakuwa unarudia tu nyimbo ambazo umeshaziimba. Lakini Mungu amenisaidia tu uwezo wa kuimba kitu papo kwa papo. Hapa nilipo naweza katunga tu kupitia simu, nyasi, sui nini. So ikatokea tu idea ya Zainabu. Nikasema ni kama season lakini ni historia yenye muendelezo. So na maana kila nikiimba mbona kama nyimbo inadai kuendelea tu. Kwa nini Zainabu analia? Ni Zainabu mtu ambaye
aliishi maisha ya kishua kwa sababu alikuwa ni mmoja katika familia. Na Zainabu pia alipendwa na baba na mama, na akamwambia ukifanya vizuri, kwa sababu kipindi yuko primary, ukifanya vizuri tutakupeleka shule ya mbali, ukafanye vizuri. Sio, unaelewa? Kipindi hicho anamwambia vile, walikuwa wanajua maisha yao wazazi wao, maisha ambayo anaishi, kwa sababu ni kweli walikuwa na maisha mazuri, magari na nini, lakini siri yale maisha ni nini Zainabu hakujua. Sio, unaelewa? So yeye alipofanikiwa kufaulu, akampeleka shule mbali kaenda kusoma, kaenda kule kaenda kuchezea, kwa sababu akajua kwamba hata kama nikifeli nyumbani kuna mali nitalisi. Akujua kama zile mali za nyumbani ni za mkopo, mali ambazo kwamba, na ndio maana alimwambia kwamba katika dunia hatuna cha kukuachia, ila kitu pekee elimu zingatia, ndio itakusaidia. Sio, unanielewa? So na ndio maana nikwambia kwamba historia ya Zainabu imetokea kwenye baa, kwa sababu ni kwanza sana kutunga nyimbo zenye ujumbe na nyimbo zenye kufikirika, kwa sababu tushazoea singeli muda wote ni vibe. Singeli muda wote kuna nyimbo fulani zenye ukakasi tu, DX sui nini sui. Tunasema nitakuja na kitu cha utofauti sana, na ndio hichi kadhalika Zainabu. Yes. Ni huku tuzetu bwana, tena mdogo bwana, tuko mtaani mitaa ya Mbezi huku, Mbezi Beach ushwani kabisa. Unajua muziki wa singeli bwana unalipa kwanza. Jamaa mwanzo kusema na Tandale huko, sasa hivi Mbezi Beach maisha yananyoka vizuri kabisa. Kutoa Zainabu kama project yako. Unajua bado sio mtu sana kuachia project. Hii ni mtu sana wa stage zile. Kuna time pia kwa anamsema kwamba ni msanii wa jukwaani. Yaani barabara yeye ndio mnoma kwenye jukwaa, lakini ngoma zake hazihit kabisa. Inawezekana ndio sababu ambayo sasa hivi umeamua kuwa serious kuachia kazi zako mwenyewe ambazo ziko serious, kwamba ukiingia kwenye YouTube channel ya Barobaro kuna nyimbo zake Zainabu utakutana hii na hii na hivi. Mimi niseme tu naenda na mwongozo wa Mungu, unajua? Sio lazima watu tufanane. Sio utoe hit na mimi nitoe hit. Labda mimi Mungu akunibariki nitoe hit, lakini wewe toa hit zako unazojua hit, tukutane jukwani utanikimbia. Sasa uchague mwenyewe. Uwe msanii wa hit jukwani uchekwe ufukuzwe, au uwe msanii kwa sababu mwisho wa siku final ya hit zako tukutane stage-ni. Tunanielewa? Kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Muda ukifika, kama nitabahatika nitakuwa na hizo hit, na mimi nina nyimbo nyingi. Sasa hit zangu mimi ni stage-ni. Unanielewa? Unaweza kutafuta mtaani usizikute, lakini stage-ni watu kujua kama mimi nipo tu nakimbizana. Kwanza hataki mimi nianze. Na ukiangalia hata kama kwa ukubwa wao walianza kuwa wakubwa kuliko mimi, lakini ukijua tu mimi nipo wanakimbizana. Sasa utachagua mwenyewe, uwe night song, mimi nikukimbiza stage-ni au tukimbizana wote stage-ni. Yeah. Imewahi kutokea kwamba stage-ni pale, yani kwamba umeingia na vibe lako lakini watu hawana vibe. Show zako unavozionaga wewe zinakuwa zina vibe sana. Imewahi kutokea ni kwamba hakuna vibe siku hiyo? Ishatokea. Ilikuwaje? Na ni wapi? Kwenye majukwaa madogo tu, alikuwa kubwa sana. Unajua ukiwa mtu ambaye umeshazoea kila unapoperform unapata vibe, ukiperform watu wa kwanza watamani ushuka, watamani uendelee, unaenda sehemu kwanza unashangaa kila unapojitahidi kuperform watu wanakaa na kuangalia tu. Na ndio moment ngumu sana kwa msanii, unajua? Si unanielewa? Especially kwamba jina limeenda, unaenda sehemu unaimba watu wanakuangalia tu hivi. Sasa utashangaa na kupiga hivi muda tu kuelewi. Ile ni mbaya sana kwa msanii, yani saikolojia pale inaharibika. Unajua hata kama ni wewe ushazoea kupata very good kila siku, unajua umekamia mwenyewe kwamba leo naenda kutuswa so very good very nice mpaka zingine, afu ndio pale unapewa no. Lazima saikolojia yako itafanya itakuja kwenye mfikirio tofauti sana, kwa sababu ulishazoea kupata very good. Kwa hiyo kwangu mimi iliniumiza na kuangalia wapi nimekosea, kwa sababu ni mtu ambaye nishazoea kwamba nikienda na sepa na kijiji. Yes. Okay, sawa. Kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu mpaka sasa hivi Baro unadhani thamani yake iko vipi kwenye swala la kumpata kwenye stage? Sio mbaya katuweka wazi pia tukajua thamani yake iko vipi sasa hivi ukimhitaji Barobaro kwenye stage. Thamani yangu imepanda, na imepanda kwa ukubwa mno. Unajua nina uthibitisho na watu wanaona ninachokifanya. Ndio msanii pekee nopanda stage-ni kuimba masaa 3 bila kuchoka. 3 hata 4 pia. Wasingeli ama kwa jumla? Kwa wasanii wote unawajua wewe. Nikizungumza kwenye bongo flava, dance, taarabu, nini. Hayupo ananifikia mimi kupanda jukwani kwa muda mrefu nikaperform.
zaidi ya mimi hayupo. So na kwenye swala la performance wenyewe wanajua. Hakunaga sehemu mimi nikaenda nikachafua hali yao kufanya show mbovu. Na zinahesabika. It means watu zinategemea na mazingira yenyewe yako vipi. Tunanielewa. So samani imepanda kwa ukubwa sana. Kwenye swala la mane nitawaambia unahitaji sasa milioni 20. Milioni 20? Hamna, ni kiwango cha kawaida tu na bila hicho mimi mningoe. Mimi nafanya show milioni 5. Ni za kawaida tu. Lakini kwa sababu nasema kwamba inaendana na kitu ambacho nakifanya. Kwa hiyo kama una hizo siwezi fanya show. Yes. Nakumbuka mwaka jana wakati tunafanya interview tulikuwa Muleba. Barabara akaniambia bana mwafikishie salamu wasanii wengine ambao wanatumia mashairi yake kwenye stage. Yaani ilionyesha kama jinsi gani na kuuma sana. Kuna watu wakifika kwenye stage pale wanapitia zile mashairi yako ambao ushakuyafanya kipindi cha nyuma na ambao bado wanaendelea kuyafanya vile vile. Ujumbe na feel wafikia na bado wanaendelea. Wewe baada sisi kuwafikishia ujumbe kwenye refresh, umeona bado wanaendelea? Wanaendelea kwa sababu shows wanafanya na zinapostiwa. Yaani kuna zingine ambazo hawaposti lakini kuna vyombo vya habari vingi wanaposti. Mimi naona wanaendelea kufanya show kupitia nyimbo zangu. Yes. Miongoni wa kitu mashairi ambayo yanarudiwa sana na watu wengi, wasanii wengi, najua watu wakiwa na vibe na singeli lazima wapite na mashairi yako. Ni kama yapi? Kwenye upande wa vionjo hivi kutumia ni kitu cha kawaida tu. Kwa sababu mimi mwenyewe kuna vionjo ambavyo nimevikuta kwenye singeli na navitumia vile vile. Lakini kinachoniuma mimi, mtu anachukua nyimbo mzima anaiperform jukwani kama ya kwake. Alafu hakuna sharti yoyote anaifanya bwana nimeimba hii nyimbo na respect huyu jamaa aloimba hii nyimbo. Hamna. Mbaya zaidi, yani sijajua na ujasiri kiasi gani tunaweza tukaa wote tupo kwenye jukwaa moja. Tunanielewa. Mbaya zaidi sasa sio kwa jukwaa moja. Wakijua mimi nipo, hawataki nianze. Mbaya zaidi, unakimbilia kwenda kuperform, mimi niko nyuma yako afu unaimba nyimbo zangu. Mimi nije kuimba nini? Unanielewa sio? Lakini ndio maana mimi waga stabilikagi. Ukiniibia kitu ambacho kipo kwenye upande wa laza, mimi natoka huko naingia kwenye singeli bakola. Kwa hiyo uwezi kunifikia mimi vibe langu hata siku moja. Kwa hiyo wanajua kama wananikomoa, wanakuwa mbele yangu wanaimba nyimbo zangu, mimi na change upepo. Na ndio maana hata Chibu alishuhudia show ya mwisho tumefunga ziara ile ya Mheshimiwa Rais kule tulipokuwa wapi Tanga. Kuna walokapanda wakafanya vile ambavyo wanafanyaga. Nikaambia mimi wanabadilishia upepo. Na kweli mimi ndo nika best performance wale jukwaa. Japo walikimbilia wao kuanza, mimi nikawa mwishoni. Si unanielewa? Nijaribu kumbuka hapa list ilikuwa ya nani kule? Kuna Diamond, Barabara. Nishasahau ambao kuwepo. Nishasahau. Maybe nimesahau bana. Nikiwapata vita ile vizuri. Kwamba nishana lakini nasema wananijua. Wananijua na wanajua na wanajijua. Na mimi sikatazi mtu kuimba nyimbo zangu. Umependa kitu changu? Basi waambie Watanzania hiki kitu nakifanya ni cha mtu fulani. Hujaniambia ni mfano ni kionjo gani ambacho wanapita nacho? Nyimbo ziko nyingi, kuna Uparanta, ni Uparanta, unawasha. Afu main song hii nyimbo ya mama. Wale wanompenda mama piga kelele kidogo. Sijasikia twende kofi moja kwa mama yake. Makofi mawili tanana. Yani mama mengi amevumilia. Yani mama unajua ile wanapita nayo bana ile wanapita nayo. Yeah. Yes, miongoni mwa ngoma ambazo ndugu yetu Barabara amezilalamikia kwamba wasanii wengi wa singeli wamekuwa wakipita nazo pamoja na vionjo vyake kwenye stage ni kama ile Uparanta, unawasha Uparanta. Ukiachana hiyo pia lakini ngoma ya ile of course hiyo sio ngoma ni kionjo. Piga kofi moja kwa mama yake makofi mawili kaunajikubali makofi matatu. Hicho kionjo nadhani mtakuwa mmesikia kwenye shows mbalimbali za wasanii wa singeli. Na ndugu yetu bwana Barabara kutaka kupepesa macho moja kwa moja ameenda kwenye point na kumtaja Dula Makabila kwamba ni miongoni mwa wasanii wa singeli ambao wamekuwa akipita sana na mashairi yake pamoja na vionjo vyake kwenye shows ambazo Dula amekuwa akizifanya. Hivyo umemtaja King hapa.
King wa Singeli. Sasa King unaimbaje nyimbo? Bwana, kwa mara ya kwanza nafanya interview na msanii wa Singeli na anakubali msanii mwenzake kuwa ni King. Wakati wote wanakataga mimi ndo King. Kila mtu anakubali yeye ndo anajivutia kwa upande wake ni King. Hongera bana. Naamini kwa sababu si kila mtu anaamua kuwa vile anavyoona yeye kuwa. Na anajiita King, lakini unajitaje King unaimba nyimbo za watu. Si unanielewa King wako uko wapi? Nyimbo zako ambazo zimeiti imba jukwani. Ndio shida inakuja hapo. So tujaribu kurespect wasanii ambao wako chini. Wewe kama umekuwa uko juu na kuna wasanii wako chini na umependa kitu cha mtu wa chini, unataka kuperform, mbona njia ziko rahisi tu kumfuata mwenyewe. Kama nikilizia mimi siwezi kumnyima ashindwe kuperform. Lakini kama mimi mwenyewe nimeshindwa kwamba usitumie kitu changu, mbaya zaidi tunaweza tukaa kwenye stage moja. Hichi nitazidi kuzudia. Tupo kwenye stage moja. Ukiniona unanikimbia, ukijua mimi niko mbele nataka nianze kuperform na kuomba nafasi kwa nataka wewe uanze mimi nifuate nyuma yangu alafu naimba nyimbo zangu. Mimi ninofuata nyuma nije kuimba nini? Bwana ashaikufuata kukuambia bwana anaimba nyimbo yako? Ajue kunifuata. Na anazichapa. Unauliza? Na inawezekana kuwa mshaikuwa kwenye stage moja yeye akaanza akachapa afu akafuata yeye hivi. Sio mara moja. Sio mara moja. Na nishampiga hadi stop. Mwisho juzi hapo kuna tamasha la mfanyabiashara mkubwa tu. Nimeshangaa tena ana perform. Sasa nikaamua tu basi poa, family life. Mimi sijakukaa nikategemea ile nyimbo. Si unanielewa? Mimi na nyimbo nyingi. Yaani watu tu hawajui. Mungu anaweza kukubariki kiaina yake. Si unanielewa? Mimi naweza kuambia nina nyimbo hata kuhesabu siwezi. Zipo zingine zipo kwenye kabati sijazitoa, karibu 100. Na zina collab ndani yake kubwa tu. Si unanielewa? Lakini ni msanii ninaongoza kufanya show usiku na mchana. Ujifikirie kwa nini? Kwa hiyo Mungu anaweza kumbariki mtu kinamna yake, na ndio maana kwamba why power of God. Mimi kuna sehemu watu wananikuta, huyu kaitwa na nani hapa? Sisi unanielewa sio? Hata hiyo festival, why baloba? Huyu ni kaimba nyimbo gani? Umeona show ambayo ilifanyika Mbeya? Sisi unanielewa sio? Kwa tumetoka Mtwara akasema Mtwara kwao kule, tumetoka Ruangwa kule kwao kule. Tuone kama huko Mbeya walivyokuwa wapendi Singeli. Sisi unanielewa sio? Lakini mwenyewe umeshuhudia the best performance. So na ndio maana power of God want to do, unataka kutumia nyimbo zangu nifuate, mimi nilizie. Si unanielewa? Kama nisivyolizia, mbona nyimbo ziko nyingi na wewe ni msanii mkubwa, imba za kwako jukwani. Na bwana. Yes. Ndio ni mwanangu kwani? Au ndio hiyo kama kuchukua mashairi yako nini haiwezi kuwa mshikaji wako? Hawezi kuwa mshikaji wangu kwa sababu mimi ninachokijua hatuwezi kusindikizana kwenye utajiri. Unajua nimetumia busara kumwambia asitumie kwa sababu sheria zipo, najulikana BASATA mpaka kusota. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo mimi wa kumshtaki kwa sababu udhibitisho wa clip zipo. Kwa hiyo hujataka. Kwa sababu tu nimeamua kutumia njia rahisi ya kumwambia bwana asitumie. Sina unanielewa? Sasa ni mtu kama mtu anapenda huyo sometimes why nimeamua kujiita power of God, ni mtu wa Mungu cha kwanza. Ni kama tu kusamee tu, wanasemaga samee 7 mara 70. Lakini likizidi kwamba mtu akishindwa kuelewa mtu alinisamee mara ya kwanza, kanisamee mara ya pili, mara ya tatu, huyo anapenda shari, sio rafiki. Yo, tunafahamu baada ya sakata la Haji Manara pamoja na Zaiylissa kwa chana, ndugu yetu Dula Makabila imekuwa ni kama vile furaha kwake. Wanasemaga kuna msemo wa Kiswahili wanasema vita vya panzi furaha kwa kunguru, si ndio? Vita vya panzi furaha kwa kunguru. Tuko sawa Flex bwana. Kwa hiyo vita vya Haji Manara pamoja na Zaiylissa imekuwa ni furaha ya Dula Makabila. Furaha ambayo imempelekea mpaka kutoa ngoma inaitwa Narudi Uswahilini. Kudedicate kwa ajili yao. Na nini vitu vingine kama hivyo. So, kuna baadhi ya wasanii wa Singeli akiwepo na ndugu yetu Barobaro wanasema kwamba Dula Makabila anaharibu muziki wa Singeli kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akitaka kuachia ngoma kwa miemko. Yaani anachia ngoma kutokana na trend ambazo zinaendelea. Ni mtu wa kuachia ngoma kwa miemko. Barobaro anamchala Dula Makabila. Cha kwanza nisiwe muongo, sijabahatika kuisikiliza yote. Sema kwa sababu ukiwa mtumiaji wa smartphone lazima utaviona ambavyo vina trend. Baadhi tu ya vipande nimeviona. Nicho kigundua kwamba anafanya vitu kwa miemuko. Unajua kuna project tunasema na hii kaniifanye. Sina nielewa. Na kuna ile unatunga nyimbo kutokana na kuna kitu kime trend tu, hasa nyimbo za kutungia kitu kilicho trend. Na mtu alokaa hajasubiri kitu kitrend, ila nyimbo alotunga ndio ita trend, ni tofauti. Sina nielewa. Pia hata unajua unapofanya kitu kwa kukurupuka na kitu kwa kujiandaa,
watu watajua tu hiki cha kujiandaa kipo hiki na hichi cha kukurupuka kiko hivi. Chochote cha kukurupuka hakiwezi kuwa vizuri. Watu watasikiliza kwa sababu kutokana wanaenda na ile trend ya ile tukio ambalo limetokea. Unanielewa? Sasa haikatazwi kufanya unavyoona wewe kipo sahihi kwa upande wako. Lakini si kwa sababu tunaujua muziki. Natoka ukae chini, utulie, uandike na uwapelekee pia wanaofahamu muziki waipitishe. Tusiwe wepesi wa kurupuka kufanya project kwa sababu tu kitu kimetrend. Kwenye swala la kukosea pia kwa sababu tu muziki mdundo umesikika, kwa sababu singeli ni mdundo. Kwa sababu mimi hapa nilipo mimi nimezaliwa kwenye bongo flavor huko. Ile nilivyo hata tuna beat ya singeli, ngoja nafanya singeli. Si unanielewa? Kwa hiyo kama beat ilishapigwa ya singeli, ile ni singeli. Kwa hiyo anachokosea ni kwamba kufanya nyimbo kwa miemuko na kufanya nyimbo kwa sababu ya tukio fulani. Hicho ndio shida. Yes. Ambayo mwisho siku ni kwamba itaenda afu itaisha kwa haraka zaidi. Itaisha kwa sababu ndio hicho ambacho kinapelekea kupanda stage ni kuimba nyimbo za watu wengine. Kwa sababu itimisi leo unapanda jukwani, si nini kama ningekuwa demo. Watu nakaa hivyo, unaweza kukushangilia kweli? Yaani tuseme tu leo kweli wa Mungu. Kwa sababu unatunga nyimbo zenye wepesi kuisha wakati wake, kwa sababu kutokana unatunga tukio la muda mfupi. Sasa leo sawa umeimba nyimbo swini arudi Uswahilini, itakaa trending, watu wataisikiliza, lakini uweze kwenda kufanya show hiyo nyimbo hata siku moja. Utasingiza bana, utaishia kusema tu bana Balobalo na Tuloga, mbona kipande anafanya show mzuri. Si unanielewa? Kwa sababu wewe unaimba vitu vya kutrend kwa muda, na kweli utapata trending, lakini havitofika mbali kwa sababu havina content ya muhimu ya kuishi. Refresh.